itokee kwako. Sasa hivi inabidi tuungane na tuwe na ujasiri wa hali ya juu kutengeneza vikundi. Halifichiki na hatuwezi kulificha hilo. Kwa sababu gani? Tunaumizwa na hii serikali. Haitaki kuachia nchi kwa kutaka. Imeshika nchi kwa mabavu. Hata wale wakubwa ambao ni wakuu wa dini hizo tofauti Uislamu na Kristo wamejaribu kuzungumza kwa hekima yao Mungu aliyowajalia. Hawawasikii. Wanasema dini ibaki kwenye kuwa dini na serikali ibaki kuwa serikali. Ndugu zanguni, hakuna mtu ambaye hapa hajapita madrasa, hakuna mtu ambaye hajapita kwenye komunyo na kipemara. Uislamu na Kristo wote tumepita huko. Wazee wa dini ni watu ambao tunawaheshimu sana, viongozi wa dini. Ndio wamekuwa kilinda amani hii, sio watu wa serikalini. Watu wa vyama hivi vyote viwili vitatu, sijui ICT, Wazalendo, sijui Chadema, sijui nini. Hao ni watu wa mataifa. Watu wa kwanza wa kulinda amani hii ni watu wa dini. Roman Catholic na Waislamu. Sisi Waislamu na si Roman Catholic. Ndio watu wa kulinda amani yetu. Sasa wetu wakishakinzana wenyewe kwa wenyewe haelewani, inakuwa ni shughuli. Na ndio maana tunasema hivi, huu mziki hauna dini, hauna chama. Ni wananchi pekee walioamua kuingia barabarani kutetea taifa lao na kutetea rasilimali ambazo zinaibiwa na waizi wachache au kikundi cha watu wachache, akiwemo Rostam Azizi, akiwemo Jakaya Mrisho Kikwete, akiwemo Samia Suluhu Hassan na genge lake na mwanae na huyo mtoto wake ambaye ni bubu kampeleka bungeni. Hata kuapa au kuapa tu kiapo, kula kiapo, ameshindwa kuapa. Tena anaapa kwa ujasiri kana kwamba anaongea jambo la msingi. Ni bubu. Na bungeni wanampigia makofi. Leo Baba Levo ana elimu gani? Anaulizwa na maana rasimu hawezi kuongea, maana rasimu yuko pale bungeni. Bunge ambalo linafunga mikataba ya taifa, mikataba ya nchi. Haya, ameingia mkataba wa reli ya Tazara. Huo mswada ulipita lini bungeni wakaujadili wakakubali wabunge? Anapitisha mikataba ya ajabu kwa sababu anajua kabisa kwamba hii mikataba tukipitisha hakuna mbunge atakayempinga, kwa sababu anajua wabunge wote amewapeleka yeye bungeni kwa fedha zake. Akipinga na akifika anasema nileteni mbunge huu. Huyo mbunge unasema uletewe, je, anaweza kukukosoa ukikosea au atakusifia hata kwenye ujinga? Tujiulize, wabunge ambao sisi wanasema kwamba nileteni huyu nileteni, kama Baba Levo ana uwezo wa kumkosea Mama Samia akikosea? Jibu ni kwamba hawezi kumkosoa, kwa sababu anajua akimkosoa miaka ijayo hawezi kuingia tena bungeni. Ndio wananchi tunaingia barabarani kupinga hilo, na sio amani. Tunapinga ujinga unaoendelea ndani ya CCM. Kwa sababu wanafanya mikataba isiyokuwa na kichwa wala miguu, halafu haina faida mikataba hiyo. Hiyo mikataba inakuwa ni mikataba ambayo inaumiza Watanzania. Hebu niambie, miaka 30 reli imechukua, miaka 99 bandari imechukua, kiwanja cha Kia Kilimanjaro kile cha ndege hatujui kaingia mkataba wa miaka mingapi. Hatujui kaingia baada ya miaka mingapi. Mbaya zaidi, wanasiasa ambao wangetakiwa tusemee, wenye akili na ufahamu na wanaojua ile taifa vizuri, wakina Tundu Antipas Lissu wamekamatwa, wamewekwa ndani. Alafu unakuja unatuambia umeshinda kwa 99%. Wabunge ambao walikuwa wanakemea wanakemea mauaji na wanakemea utekaji, wakina huyu nani Mgwajima, hawa hawana majina, wamekatwa. Kwenye kura za wajumbe tu wamekatwa. CCM hawapendi watu hao, wamekatwa. Tunakuamini vipi mwana CCM? Tunakuamini vipi mwana CCM kwamba utatutendea mema kwenye hiyo miaka 5 ili tuachane na maandamano? Hatuwezi kuacha maandamano mpaka uchaguzi urudiwe. Na mimi niseme hatutarudi nyuma. Kauli kama unasikia, hatutarudi nyuma hata nukta moja. Iwe ni kwa mvua ama ni kwa jua, hatutarudi nyuma kamwe. Tutapambana mchana na usiku kwa namna yeyote. Kwa namna yeyote. Tutakaa barabarani. Tutapambana kwa namna yote, na tutazidi kuikosoa serikali juu ya mambo yanayofanya, na tutazidi kukosoa batili huu, na tutazidi kupinga uongozi unaoendelea. Hatuwezi kusupport kukaa kimya. Tukikaa kimya, ndugu zanguni, tumesupport.
Hizi live zinawaumiza, wanazifuatilia kwa undani. Na ukitaka kujua kwamba hawanakesha kutufuatilia, angalieni tukipanga maandamano. Wayamejaa barabarani kuliko kawaida. Vituo vyote yamejaa. Hiyo wanatupa nguvu sisi kwamba wanatufuatilia. Na wanazidi kutuchochea kwamba wanatufuatilia. Na sisi ndio maana hatuwezi kurudi nyuma. Kamwe. Hilo walitambue. Wanatutia mafuta taa, nasema wanatutia petroli, tunazidi kuwaka kila itaitopo leo. Haturudi nyuma. Hata wangetuma wana CCM wakakaa huko katikati, wakatuchafua, wakatuita sisi mamluki. Nataka nikuhakikishie, hatutarudi nyuma hata nukta moja. Tutazidi kuisema serikali juu ya mabaya yake, na juu ya ubadhilifu waliofanya, na juu ya uhuni wa kuwa ndugu zetu wasio na hatia, ili wao washike hivyo viti. Hii serikali ni ya kipumbavu kuliko kawaida. Nazungumzia serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni ya kijinga na ni ya kipumbavu, na watu wote ambao wako usioje. Ukisapoti uongozi huu, manake umesapoti wauaji ambao waliua tarehe 29. Ukisapoti uongozi huu, umesapoti laana. Biblia inasema ukimwaga damu ya binadamu mwenzako chini ya ardhi, huwa ina tabia ya kulia damu. Na ndio maana Kaini alipomwaga damu ya ndugu yake Habil, ililia. Mungu akamwambia Kaini, kwa nini damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi? Kaini akamjibu Mungu akamwambia, umeniweka kuwa mlinzi wa ndugu yangu? Mungu akamwambia, kwa kuwa umenijibu hivi, popote utakapokwenda utakataliwa na nitakuweka alama. Angalia laana hiyo inavyotamkwa, Mungu anavyotamka juu yule mtu. Naweza sema kitu. Kwa mimi niseme. Naam? Veteran. Naweza ongea kidogo. Ongea. Okay. Mimi naongea sana. Mimi kitu ya kwanza. Lakini mimi huwa na support Gen Z. Huwa na support Gen Z Tanzania. Na nimekuwa kwa live nyingi sana za Gen Z Tanzania. Za Gen Z kwa sababu pia mimi hapa kwetu mimi ni Gen Z Kenya. So kuna kitu mimi nataka niwapatie ushauri. Sijaingia kwa hii live tena, lakini nimefurahia, nimepanda pia ni share this idea na nyinyi. Nimesikia Veteran ukiuliza kwa nini hamfaulu kwa maandamano zote, mnaenda hamfaulu isipokuwa tu ile ya tarehe 29. Hizi zingine mmekuwa mkipanga mnafail. Do you know why? Kwa sababu you use the same old method of fishing. Okay? Nyinyi mnatumia ile mbinu ambayo mlitumia mkafeli. The same thing ndio mnarudia. So iko hivi, hii TikTok it is worldwide. It is worldwide na kila mtu anawasikiza venye ulisema. So nilikuja kugundua UVCCM ama wale ambao wanatumwa na serikali kuokota information kutoka kwenyu, wanawapelekea ili kama ni kutekwa mnatekwa bila kuelewa mmetekwa vipi, ama mkitokea kwa mtaa mnapata kumbe walishatokea kitambo. Unajua ni kwa nini? This TikTok, hii TikTok ndio inawakula. Wakati mnapanga mambo zenu za kwenda maandamano na matarehe za kutokea maandamano, nyinyi wote mnakujanga, kila mtu anafungua live hapa TikTok. Mnasahau hii TikTok ina kila mtu. Kila mtu atakuja apande ama akae hapa chini, anawasikiza, anarekodi, alafu anapeana hiyo information. So that's why nimekuwa nikiwaambia kuna njia mingi sana za kumuua paka ama panya. Si lazima mtumie TikTok. Kuna Discord. Like sisi Kenya tulitumia WhatsApp, lakini siwaambii mtumie WhatsApp. Nawaambia mtumie ingine more advanced kama hiyo sasa, Discord. Discord usipotumiwa na host mwenye Discord code fulani ili ujoin live chat yake, hawezi ingia. Si kama WhatsApp, you don't share number hapo, hakuna. Na tena pale unaweza tumia hata fake emails. Unaona ni ngumu sana kutresiwa na kushikwa, na mtaweza kufanikisha mambo yenu rahisi sana. Mtakuwa a group of like 50
like 100 hata mkitaka 1000, lakini kila mtu atajoin ile Discord room na different code. So si ile code ati ile code sasa aluta continue ametumiwa na One Love ndio music way atatumiwa. No, kila mtu anatumiwa tofauti, na hii Discord ndio imetumika kwa zile inchi mnaona zilikuwa na vurugu kama hizi na wakaweza. Discord ndio ilitumika juu ni ngumu sana kutresiwa. So mimi nilikuwa nawaambia if you want to win this war, undeni groups na hizi groups ziwe ni zenyu nyinyi wenyewe Gen Z. Mkuwe mnajuana, fulani ni wetu, fulani si wetu, fulani ni wetu, fulani si wetu. So mnaunga group zenyu, na alafu msitumie hapa ama WhatsApp, mtumie Discord. Okay, mkuwe na coordinator wenyu. Kama so tuseme hii group yenyu One Love utengeneze a room kwa Discord, utumie hawa watu wako wote wenye una trust, wenye mnajua mko kichwa moja na mmeamua mnaenda mbele, hakuna kurudi nyuma. Unawatumia link, kila mtu mna join pale, so mtakuwa mna communicate nyinyi wenyewe. Hakuna mtu atakuwa anawasikiza kutoka outside, nyinyi tu wenyewe ndio mtakuwa mnasikiza, ndio nyinyi tu mtakuwa mnajua chenye mliongelea. Alafu mkishaongelea pale, tuseme ni tarehe za maandamano, wacheni kukuja kutangaza hapa hiyo ndio kitu nimeona mnafanya makosa kubwa sana. Mnafanya mnatangaza tarehe 21, tarehe 1 tunatokea maandamano. My friends, huwezi pia mtu information unaenda kumvamia alafu expect utamkuta amekaa tu hapo amekugojea. Hapana, huyo mtu atajificha akugojea na panga ama rungu ama mkuki. Wewe ukikuja na kuona tu amejipanga sawa, atakuvamia tu mara moja pap. Lakini hebu enda kwa siri, hebu nyamaza useme na kesho naenda kumvamia fulani, na unyamaze. Utampata vizuri, utamuua polepole, ummalizie pole bila hata kujua, na utakuwa umemweza hivyo. So kama mnataka kuinda hii serikali ya Samia na muiweke chini na mshinde, fanyeni venye sisi Kenya tulifanya. Create groups za siri, groups za wapiganiaji haki za Watanzania. Watu hawana mchezo, mnaambiana kwa hizo groups ni tarehe fulani, na hiyo tarehe ni sisi tunajua peke yetu kwa hii Discord. Hakuna kutoa hiyo siri nje. Hata ukipanda TikTok, wacha kuongelelea hiyo story, mnaanza stories zingine. Hizo za siku fulani zibaki kwa Discord. Okay? Na hiyo mtatokea maandamano, mtawapata hao watu wote mnaitanga sijui wajumbe, sijui maasika, mtawapata off guard. Kwa sababu kuna mtu atakuwa anajua mnavamia. Ati leo ni maandamano, hawatajua. Mtatokelezea tu pap, na ujue mko groups. Ona, mko groups kwa kila mtaa. Unaona? So inchi mzima kukikuwa na hizo groups wase, na mmeambiana tarehe ni moja kwa hizo Discords, ni tarehe fulani, na hakuna wasaliti. Walai mtatokea, hakuna mtaaskari watakuwa wamejipanga. Samia hatakuwa amejipanga. Inchi mtaitawala, mtaichukua very easily, virahisi sana. Na hivyo ndivyo wanajeshi wanafanyanga. Wakienda mission wanaitananga wao wenyewe. Sijui kama mnaonanga wanajeshi wakienda mission wanawatangazia ati jeshi la Tanzania linaambia wananchi wake, so sisi tunaenda mahali fulani kuvamia siku fulani tarehe fulani mchana ama usiku. They don't do that. Wanaitangwa na komanda wao huko chini, wanagawanywa into groups, wako na radio calls. Wanazungumza mambo yenye nyinyi Tanzania hamjui. Hakuna mtu mwingine atajua ama atasikiza, ni wao tu wenyewe pale kwa battlefield. Na hivyo ndivyo nilikuwa nawaambia, mtumie Discord, iwe silaha yenu, iwe kama radio call yenu. Mnaambiana, mnaongea huko ndani ya hizo Discords. Nyinyi nini mahosts One Love, murudiane, mpatane nyinyi wote, muongee kimoja, mkue kimoja. Juu nyinyi tu ndio mnaweza shikana muunganishe hawa wengine wote kupitia hizo Discords. Wewe One Love, tengeneza Discord yako, chukua watu wako wote wenye unaamini na mko pamoja na mmeamua mnatokea,
waunganishe kwa Discord yako, mwingine afanye hivyo hivyo, na nyinyi akina One Love, nyinyi viongozi mkuwe na yenyu separate na ya hawa wengine. Hiyo ni yenyu tu viongozi, mnashauriana pale ndani, tarehe ni fulani, tutatokea hivi, tutaanza hivi. Alafu mnakuja kwa hizo Discords za hawa wengine, mnawaambia sasa, wewe unakuja kwa yako One Love, unaambia watu kwa Discord si hapa. Sasa iko hivi, tumepanga na viongozi wengine wa Gen Z, tarehe ni hii, tutatokea hivi na hivi na hivi, na hiyo ni siri yetu, na hiyo siku tutatokea saa fulani fulani mahali fulani fulani, na tutatokea hivi hivi hivi, kama ni moja moja, kama ni group hivyo. Mwingine na yeye ameambia group yake hivyo. Wallahi, I promise you, hiyo kitu itawaka na mtanikumbuka siku moja. Nilitokea na nikawaambia, nikawapatia, hiyo ni siri, na nimekuwa nikiwaambia wengine, na wengine niliona walianza kufanyisha hiyo kitu kazi. Ni wengine tu ndio hawajasikia, ama wengine wanapuuza, lakini mkiitiria hii maanani, ndugu zangu, hii vita mtashinda virahisi. Asubuhi tena mapema Samia atainua mkono. Mmevamia kila mahali na hakuwa amejipanga, lakini wakati mnatoa hapa mnatoa hapa ati habari, mnapeana information hapa, tarehe fulani lazima tunatoka, mnafikiria Samia ni mjinga ati atawagojea tu mtokee tu mfanye venye mnasema? Atawawinda, ataenda awagoje, atawawekea bait, mkuje wakamate. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka kuwasihi ndugu zangu, na sisi Kenya tuko nyuma yenu. Sisi tunataka hawa president Ruto na Mama Samia wote waende The Hague, waende ICC kwa mambo yote wametufanyia mabaya. Mkabashi, samani kidogo hapo, kuna moderator au One Love yupo? Moderator yuko hapa? Aluta mimi kwenye moderator ni nani mpya hapa? Tangu mwanzoni watu wakasema hapana, huko sisi singine. So mimi, lakini Discord ni nzuri sana, na tumetoka yani kwa watu ambao tunajuana, Discord ni nzuri sana, tumetumia muda mrefu sana. Wape elimu kaka, wataelewa maana Discord ni. Kwa sababu wajua Discord ni mzuri kwa nini veteran? Wajua Discord ni mzuri kwa nini? Ina security kwanza ya hali ya juu. Hakuna mtu anaweza bleach na information yenu, hakuna mtu anaweza wa trace ama wa track. Kwa sababu gani? Mnatumia code. Mkabashi, wasichojua waambie kwamba Discord unaweza ukatengeneza linki, unamtumia mtu hakuoni wala wewe umuoni, lakini ina mazungumzo mazuri sana. Alafu ile linki unaweza ukatengeneza linki ambayo ina expire date baada ya dakika 30 au baada ya dakika 40. Tuliwaambia tu, tukamwambia jamani, huko watu mfatujuani, lakini watu wengo mmoja tuingie Discord. Na pia ukiregister veteran, pia ukiregister Discord, unaona ukiregister Discord veteran, hautatumia ile email yako original. You can create just a fake email na iwork. That thing works with fake emails. So mtu hata ajaribu kukushika, hata jua wewe ni nani. Iko na siri sana. Alafu zile codes ni codes azifanani. Yenye wewe unanipea si yenye utapea Gen Z 255. Unaona? Si yenye utapatia aluta continue. Kila mtu atajoin hiyo room yako ya Discord na code tofauti na zina expire venye unasema. So ni ngumu sana mtu akushike. Unaona? It is very secure. Mkitumia hiyo walai nawaambia mtashinda hii vita. Bora tu mfunge midomo zenyu. Chenye mmeongea kwa Discord isiletwe hapa. Walai mtawashika watu kama maumbo. Hawatawaamini. Mkabashi, waambie hivi, Nepal yule kijana mwenye miaka 17 baada ya kutumia walitumia hiyo Nepal. Walitumia TikTok wakawa nakamatwa kama jinsi ulivyo Tanzania, lakini yule dogo akatumia link yeye ndio alikuwa moderator wa Discord. Kwa akatafuta watu ambao ni waaminifu, wenye uchungu na taifa, akawa anaingiza mtu, kila mtu kule anaingiza. Alafu uzuri wa Discord, mfano tukichati, baada ya dakika 30 ule muda niliopangia, messages zinafutika, kila kitu kinafutika, wala huwezi kujua. Na kibaya zaidi ni kwamba haihifadhi rekodi ya mtu yeyote. Umeona? Na pia
huwezi kurekodi. Sika TikTok. Huwezi kurekodi. Si tuliwaambia watu masuala ya TikTok. TikTok una record vizuri. Kila kitu una rekodi. Lakini tulipokuja hapo tukawaambia mambo ya Discord, watu wetu hawakuwa na elimu ya Discord. Wakapanda mamluki wa CCM, wakatugawa, wakasema kwamba huyu anazungumzia Discord ni mamluki, anataka kukamatisha watu. Wakati Discord ukituma link, naweza nikakutumia link Discord. Mtu anakataa mambo ya Discord veteran. Huyu ndiye UVCCM. Mwenye anakataa Discord ni UVCCM. Mwenye anapingana na vitu zenye zinaweza wasaidia kwa hii vita, msimuamini. Lakini mimi nawahakikishia hivi, Discord work miracles. Discord si kama WhatsApp. Sisi tulikuwa tunatumia WhatsApp, so tungeshikwa, tungefanyiwa mambo mabaya. Lakini sisi, unajua sisi technology tunaelewa kuficha hizi vitu hata kama tunatumia WhatsApp. So nikaona itakuwa ngumu nyinyi wa Tanzania juu wengi wajui mambo na IT. So hamtawezana kuficha hizo namba zenyu na nini WhatsApp, mtakamatwa. So come up na idea, what about Discord? Na Discord hakuna mtu yoyote anaweza interfere na Discord. Unaona? Na hiyo itawasaidia sana. Kwanza mkiwa groups ya watu wenye wako serious, watu wenye wameamua, walai mtakuwa mnapanga kitu, mnashambulia na inakuwa ndivyo hivyo. Na watajaribu kuwa trace, hawatawaweza, hawatawashika. Lakini hizi TikTok, WhatsApp nini, hizo zinawauza. Facebook hizo zote zinawauza. Yaani hakuna mtandao mbaya kama WhatsApp, TikTok na mitandao mingine. Lakini Discord ilitumika Nepal, wakachoma magari 160 wakapewa nchi yao. Kwa sababu ukiingia na Discord na kutafutia chumba chako kabisa Discord, unaingia pale, tunaongea, alafu baada ya dakika 30 maongezi yanafutika na message kama tumechati zinafutika zenyewe na uwezi kuziona. Na hamna mtu anaweza karekodi. Jambo lingine ambalo kwenye Discord ni nzuri zaidi ni kwamba Discord huwezi kuingia bila mimi kukuruhusu. Lazima nikutumie linki. Ukisha join ile linki, ukaingia ukanikuta, ndio unasikika vizuri. Alafu jambo la pili ni kwamba hamfahamiani. Huingii kwa namba, unaingia kwa email feki. Unatengeneza email yako feki na kutumia linki, unaingia nayo pale. Unazungumza mazungumzo yako, tena mnaweza mkakaa uzuri moja Discord. Mnaingia hata watu 1000 ngapi, 2000 sio 1000 sio 1000 ngapi kwa sehemu moja, room moja. Na natengeneza room, mamluki akijulikana mamluki, akishablokiwa kwenye ile Discord inafutika. Mfano kama tukiwa hapa, labda kuna mtu anataka kuingia kwenye room yetu. Natengeneza linki na mtumia. Anakuja na join pale, anaingia, anakuta mazungumzo ya kikao. Tushakubaliana bwana, unajua leo tutaenda kupiga safari hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kama ile mission ni Kigoma, tukagundua kwamba huyu jamaa labda ni mamluki hivi na hivi na hivi. Akiblokiwa hawezi ona wala hawezi kusikia kwa chochote kile. Tofauti na hii ukimblock mtu, anaweza kana katengeneza kwa mblock sasa hivi, anaweza katengeneza nyingine akaja akasikiliza kama kawaida. Hawezi kuingia kabisa bila linki ya nani niliyomtengeneza. Kwa Discord, yani ni mtandao ambao ndugu zanguni, huyu jamaa anachozungumza hata nini, anazungumza kitu ambacho ndicho kitakachoweza kukomboa ile taifa kwa sasa hivi. Mimi ni hivyo ninavyowaambia. Hakuna namna tunaweza kukomboa ile taifa kwa sababu fikirieni, kila tukipanga tukutane UN, washaja Ubungo, washaja Uhasibu, washaja sijui Kimara, askari kibao. Hakuna anayetoka huku kwenda huku, hakuna anayekwenda huko kwenda kule. Hakuna. Lakini ukiwa na Discord, tukishapanga vikao vyetu, tukutane sehemu fulani, hawajui kitu. Watashangaa tu tuko pale, pup. Tukishafanya tukio, kila mtu ashatembea zake. Alafu sasa Discord, tukiingia huko ndani labda tukasema bwana, Kimara itapigwa saa 6. Ubungo itapigwa saa 6. Labda Mbezi itapigwa saa 6. Tunapiga tu kwa pamoja. Wao wanabakia kutoa habari wao. Walihamasishana lini? Hawajui. Walihamasishanaje? Hawajulikani. Hicho kitu ni kitu ambacho na Discord huwezi kanirekodi. Discord huwezi kuchukua, yani hata message zangu nikikutumia. Naweza kukutumia message na ikafutika na yani usijue. Shida kubwa veteran imekuwa tu ni communication. Communication ya Gen Z peke yake wa Tanzania ndio imewalet down. Unajua kuna venye unaweza communicate mambo ya vita wazi. Unaona? Hiyo ndio, hakuna kitu kingine inawaangusha. Ni hiyo tu. Mkizana na hiyo veteran, mfanye venye nawaambia. Nikwambie kitu. Bas. Nikwambie kitu.
Wakati mara ya kwanza nilipokuja hapa nikazungumzia Eh. masuala ya Discord, baada ya kuzungumza Discord, kuna jamaa mmoja akaniambia sikiliza, tutumie Signal. Nikamwambia Signal hapana. Signal haifai. Nikamwambia Discord ni nzuri. Nikaichunguza Signal, nikasema Signal nimechunguza kwa akili zangu, lakini bado sijaridhika. Ngoja nitafute IT mwingine anayejua vizuri. Nikatafuta IT ambaye anafanya kazi hapo wa serikali hapa. Ni kakaangu mmoja hivi. Akaniambia Discord ni mtandao mzuri sana. Lakini ukitumia Discord maana yake ni mahaini. Yaani tena akaniambia wewe ni mahaini. Tena wewe ni hatari sana, utakiwa kutoka kutumia hicho kitu. Nikamwambia kwa sababu nikamwambia Discord maana yake ni kama yani wewe ni mtu hatari vibaya. Usitumie Discord. Kwa sababu Discord ndio imetumika kupresi maandamano Nepal na wamefaulu bila shida yote. Yaani serikali wamekuja kushtukia jamaa wamejaa mtaani. Wamekuja kushtukia yani wameshakuwa wengi na askari hawawezi kuzuia. Wamefikaje mtaani? Hawajui. Hawana information, lakini wameshangaa majamaa wameshaja mtaani. Na Discord nikikutumia linki ikishafutika huwezi kuingia tena mpaka nikuruhusu. Kwa kama ni mamluki uwe na hakika kwamba huwezi kupata ile nani. Na siku ya kwanza nilipokuja kuzungumza masuala ya Discord hapa, alipanda jamaa mmoja akaniambia, wewe pumbavu kabisa wewe. Yaani wewe ni muuni kabisa, mjinga wewe. Unahamasisha watu watumie Discord. Unawapa watu elimu watumie Discord. Hakuna, wewe ni mamluki. Akazungumza ile kauli basi, na watu wakasema sisi tusizungumzie hicho kitu, hataki tena hicho kitu. Na unajua tena sehemu kishakuwa na wadada ambao hawana ufahamu juu ya kitu fulani. Mimi nikatumia tu kauli moja, nikasema jamani, kama hii Discord ni mbaya, basi kabla hujakataa kitu kichunguze kwanza. Kama unaamini Discord ni mbaya, basi ichunguzeni kwanza Discord. Mkishapata faida zake ndio mje mfanyaje mkatae hapa. Lakini yule jamaa aliyekuwa anakataa ni CCM, ni UVCCM na ni askari. Alikataa vile na baadaye ndo mkaja mkujogo. Kwani FBI si ndio alikataa? FBI yuko wapi leo? Si ndio jana alikuwa anamzungumzia yule nani yule anamzungumzia yule jamaa Malkisi. Anasema kwamba huyu jamaa ni mamluki na ametoa picha zake ameandika Mama Samia 5 tena. Ndio alikataa. Oh jamaa hata mimi ndio nilimpeana. Oh jamaa mimi ndio nilimpeana. Anatumia picha za wenyewe na anatumia jina la wenyewe. Na ni DCI officer huko Tanzania. Okay? Na shida ya hapo najua OG. OG. Shida ya hapa, shida ya ndugu zetu hapa OG. Shida ya ndugu zetu hapa, ukiwaambia kitu akatokea wawili watatu ambao wameambiana huko mtaani, bwana tule pale tukamwambia mtu fulani ni mamluki. Wakija hapa akasema C6 ni mamluki. Wakaona comment zaidi ya 3 zinasema ni mamluki. Wanakubloku. Hawataki maelezo yako, hawataki kumekubloku. Kumbe ni UVCCM wanakuja hapa wanatuharibia. UVCCM wanakuja hapa. Yule nani FBI yule amekuwa ni mamluki muda mrefu. Kachomesha watu UN kule. Katumiza sana. Huyu jamani DCI. Kazi yake ni kutengeneza vikundi za kuteka majenzi. Huyo ndiye anaongoza kuteka jenzi Tanzania. Na nimemfuatilia yule jamaa, kumbe anasomeshwa na serikali. Hebu niambie mtu anasomeshwa na serikali akapelekwa na anakaa California. Na kwenye maandamano yaliyofanyika pale na yaliyofanyika Marekani, alienda akachomesha pia wenzake pale pale. Yule jamaa nimesema kwa nafsi yangu nikwambie, alafu mtu mwingine nilikuja kugundua ana host hawa UVCCM akihost live zake anajifanya ati ni Gen Z, ati TikTok yake yani live yake ati akifungua anajifanya ni kama sasa anajifanya ati yeye ana host majenzi pale wanaongelelea mambo ya vile mtakomboa nchi yenu. Kumbe madam ana host UVCCM amelipwa. Unaona, anajiita One Love. The same name na yenye huyu One Love anatumia. Unaona watu wanaharibiana majina. So mimi siko najua huyo si One Love wa ukweli. Alafu unajua ni dem. Huyo ni dem. Yaani nilipanda kwa live yake kujaribu tu kuongea venye naongea hapa nikablokiwa. Hakuwa anataka kuniona. Nashangaa mbona hataki nipande niongee mambo kama hii ya haja na yeye live yake ina support Gen Z. Kumbe ni UVCCM lakini wanaongea venye nyinyi mnaongea ili waonekane wako na nyinyi ndio muwapatie siri zenyu. Unaona? Hawataki mtu anajua ukweli yao. Ukijua ukweli yao block. Wala kublock wana kumute.
So mimi waliniblock hivyo. Huyo madam aliniblock hivyo kwa sababu tu ya kuongea. Unaona venye nimewaelezea hapa. Hivyo hata hakutaka nimalize, nakwambia niliblockiwa, nikamutiwa, alafu kuangalia manini zao kwa nijue niko na sudo account. Nikaingia na sudo account nikaona wananiongelelea. Atu jamaa ndiye anatupeana, mtoeni hapa kenge, ni Mkenya. Naomba kuongea kidogo alafu nishuke. Sawa Baraka. Okay, asante sana. So kwanza kabisa